Rita, mwombezi wa mambo yaliyoshindikana, tuombee. Anaitwa Margarita, lakini wengi wanamfahamu kama Rita wa Kashia. Alizaliwa siku ya tarehe 22 Mei ya mwaka 1377. Akabatizwa katika kanisa la Mtakatifu Bikira Maria huko Kashia na kupewa jina la Rita wa Kashia, jina ambalo halikuwa katika orodha ya watakatifu wa kanisa Katoliki hapo awali. Hii ilikuwa ni maajabu kutokea kwa mara ya kwanza, na jina hili lilipata umaarufu zaidi tangu hapo lilipoanza kutumika kwake. Muda mfupi baada ya ubatizo wake, kuna miujiza iliyotokea kwa mtoto Rita ambayo ilisemekana huenda ndiyo ishara mojawapo ya utakatifu wake. Wakati alipokuwa amelala, walitokea nyuki weupe wengi waliomzunguka, na wengine wakiingia kinywani na kutoka bila kumdhuru wala bila kumwamsha. Na hii imeacha historia kubwa kwa mtakatifu Rita. Inasemekana kundi hilo la nyuki bado lipo katika shirika la monasteri huko Kashia na linapatikana katika ukuta wa monasteri hiyo. Lakini kuna wakati nyuki hao hutoweka na kuelekea bustanini kila siku ya Ijumaa Kuu na kurudi tena katika ukuta huo siku ya maadhimisho ya mtakatifu Rita. Mtakatifu Rita alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mtawa, lakini ndoto hii ilifinywa vikali. Unatamani kufahamu ilikuwaje? Licha ya kutamani kuwa mtawa tangu utotoni mwake, mtakatifu Rita wa Kashia akiwa na miaka 15 alilazimika kuolewa na kijana aliyefahamika kwa jina la Paulo Manzini, ambao katika maisha yao ya ndoa walibahatika kupata watoto wawili. Lakini mtakatifu Rita alikuwa akinyanyasika sana kutokana na ukatili wa nyumbani kutoka kwa mwanamume huyo. Sio tu nyumbani, Paulo alikuwa mkorofi, ambapo mtaani alikuwa akijihusisha na vurugu mbalimbali, kitu ambacho kilipelekea kutafutwa sana na makundi ya watu ambao walikuwa wakitaka kulipa visasi vyao. Mtakatifu Rita alimwombea sana mwanamume huyo ama baba watoto wake, na kisha alifanikiwa kumbadilisha akawa mwenye upendo kwa familia yake. Lakini kwa sababu ya historia yake kuwa na vurugu mtaani, aliendelea kutafutwa na hadi kifo chake kupelekewa na kundi la watu ambao walimvamia kwa lengo la kulipiza kisasi na kuchomwa kisu mpaka kufa. Baada ya kifo cha mume wake, Rita wa Kashia alikuwa na watoto wawili, na baadaye aligundua kwamba watoto wake wana nia ya kulipiza kisasi kwa wale waliohusika katika kifo cha baba yao. Licha ya mazuio makali aliyoyafanya kwa watoto wake, lakini bado walisalia na msimamo wao wa kulipiza kisasi. Na hapo Rita akaamua kwenda mbele ya Mungu na kupiga goti kumwomba Mungu aweke nia ya msamaha ndani ya watoto wake. Lakini akaenda mbali na kuomba kama ikiwezekana Mwenyezi Mungu awachukue tu ama kuwaondoa uhai wao, ili waepukane na unajisi wa kuingia katika dhambi ya mauaji ama kulipa kisasi. Sasa hili linawashangaza wengi. Huyu ndio mzazi wa kwanza kumwomba Mungu watoto wake wafariki dunia ili tu kuepukane na dhambi za kidunia. Baada ya kifo cha watoto wake na mume wake, mtakatifu Rita wa Kashia alianza kutuma maombi kwenye shirika la Mtakatifu Agustino, monasteri ya Maria Magdalena, akitaka kujiunga na shirika hilo. Na mara zote alizotuma maombi alikataliwa kwa sababu mbili. Moja kubwa ikiwa ni baada ya mtakatifu Rita kuwa alikwisha olewa na amezaa watoto wawili, kwa maana hiyo hakuwa bikira tena, na kwa sababu ya misingi na itikadi ya kujiunga na shirika hilo, mtu ambaye hakuwa na bikira hakuwa anakubalika kujiunga na shirika hilo. Sababu ya pili ambayo ilikuwa inamfanya mtakatifu Rita kukataliwa kwenye shirika la Mtakatifu Agustino, monasteri ya Maria Magdalena, ilikuwa ni ugomvi uliopelekea kifo cha mume wake. Watawala waliamini kwamba ugomvi ule haukuisha baada ya mume wake kuuawa, na kwamba akijiunga na shirika hilo pengine wanaweza wakaleta vurugu katika shirika hilo na kukosekana kwa amani ndani ya shirika la Mtakatifu Agustino. Licha ya maombi yake kukataliwa mara 3 ndani ya shirika la Mtakatifu Agustino, monasteri ya Mtakatifu Maria Magdalena, mtakatifu Rita hakukata tamaa. Siku moja usiku alipokuwa akisali alisikia akiitwa, lakini baada ya kwenda kufungua dirisha na kuchungulia nani aliyokuwa akimuita, hakumuona mtu. Akafikiria kama ni pepo ama shetani ambaye alikuwa akimharibia sala zake. Akarudi kuendelea kusali, lakini baada ya muda kidogo aliita tena jina lake mara 3. Baada ya hapo akasikia sauti ikimwambia, Rita, Mungu atakupokea utawani kama ulivyoomba. Hapo ndipo
akaamini kweli ni maneno ya Mungu na kwa upendo. Na akiwa na miaka 36 Mwenyezi Mungu alijibu maombi yake baada ya kutokewa na watakatifu watatu ambao ni Mtakatifu Nikolaus wa Tolento, Mtakatifu Yohana Mbatizaji pamoja na Mtakatifu Agustino, ambao moja kwa moja walimsindikiza kwenye monasteri ya Mtakatifu Maria Magdalena, ambako asubuhi masista walivyoamka kuja kusali walimkuta huko, na baada ya kuwaelezea ajabu lililomtokea ama namna alivyofika kwenye jengo hilo, basi alikubalika na moja kwa moja ikawa mwanzo wa kujiunga katika shirika hilo la utawa la Mtakatifu Agustino, na miaka yake 40 yote akiimalizia huko. Baada ya kujiunga na utawa, Rita wa Kashia aliendelea na ibada nyingi ambazo alikuwa amezoea kuzifanya tangu alipokuwa mtoto. Ibada hizi ziliendelea kukomaa ndani yake, haswa kwa kipindi ambacho alikuwa anapitia maswaibu ya ndoa, kifo cha mumewe na hata kifo cha watoto wake. Ibada hizi zilimfanya aingie katika imani zaidi za kiroho. Alitumia muda mwingi kufanya ibada hizi kiasi kwamba ilifikia wakati aliishiwa nguvu na hata kupoteza fahamu. Mwaka 1442 Rita wa Kashia alitoka na watawa wenzake kwenda kusikiliza mahubiri ya Padre James aliyekuwa anahubiri siku ya Ijumaa Kuu. Mahubiri hayo yalilenga moja kwa moja katika upande wa mateso ya Yesu Kristo msalabani. Mahubiri haya yalimtafakarisha sana Rita wa Kashia. Waliporudi katika monasteri la Kashia, Rita alisogea moja kwa moja katika msalaba wenye sanamu la Yesu na kupiga magoti kisha kuanza kuomba. Ndipo aliposukumwa na upendo na kuomba kwa Mwenyezi Mungu naye ashiriki japo kidogo tu mateso aliyoyapitia Yesu Kristo. Inasemekana baada ya kuomba maombi hayo, kipande cha mwiba kutoka katika taji la miiba lililowekwa juu ya sanamu la Yesu ulidondoka chini na kumchoma katika paji la uso na kumsababishia kidonda kikubwa na ambacho alidumu nacho kwa muda mrefu. Kidonda hicho katika paji la uso wa Mtakatifu Rita wa Kashia kilikuwa kikubwa sana na kilitoa harufu kali, kitendo ambacho kilipelekea kutengwa na kukataliwa kukutana na watu, labda kwa kibali maalum pekee. Katika tukio moja muhimu la mwaka 1446 la kutangazwa kwa Mtakatifu Nikolaus wa Tolento, Mtakatifu Rita alikatazwa kwenda kushiriki ama kuhiji pamoja na masista wenzake kwa sababu ya kidonda hicho, jambo ambalo lilipelekea kutumia njia zake takatifu za kupata mambo yale yaliyoshindikana, ikiwa ni sala pamoja na utii. Baada ya maombi katika hali isiyo ya kawaida, kidonda kile kilipona na akapata nafasi ya kwenda kushiriki katika hija hiyo ya kutangazwa kwa mwombezi wake Mtakatifu Nikolaus wa Tolento. Lakini baada ya kurudi Kashia, kidonda hicho kilirudi upya na kiliuma kama awali kilivyokuwa kinauma. Akiwa katika hali hiyo ya mateso, aliendelea kumshukuru Yesu Kristo kwa kumpa nafasi ya kushiriki mateso yake. Na akiwa katika kitanda chake hicho cha maumivu wakati akiugulia, alitembelewa na shangazi yake ambapo alimwagiza aende katika bustani yake huko Roccaporena ambako alikuwa akitunza bustani hiyo. Akamwambia akachume ua la waridi katika kipindi cha baridi kali ambapo maua yalikuwa hayastawi. Shangazi yake alisita kwenda, lakini baada ya kumwambia hakuna kinachoshindikana kwa Mungu, alikwenda moja kwa moja na huko akachuma ua la waridi ambalo lilimletea Rita moja kwa moja, na Rita akalinusa lile ua na akamshukuru tena Yesu mchumba wake kwa kukubali kushiriki mateso yake na kumzawadia ua la waridi. Na mara nyingine tena Mtakatifu Rita wa Kashia alipotembelewa na shangazi yake, akamwagiza kwenda kuchuma matunda mawili kwenye bustani yake ya huko Roccaporena, ambapo shangazi yake alienda tena na kupata matunda hayo mawili. Na kupitia maajabu haya mawili Mtakatifu Rita wa Kashia alimshukuru Mwenyezi Mungu, na kwamba hili lilidhihirisha wazi kwamba watoto wake pamoja na mume wake wako mbinguni na yeye katika siku zijazo pia anaenda kuungana nao. Baada ya muda, tufani la mateso na mahangaiko yake likafika tamati. Rita wa Kashia akafariki dunia tarehe 22 ya mwezi Mei ya mwaka 1457, tarehe na mwezi aliozaliwa, kitu ambacho kiliwastaajabisha wengi. Lakini si tarehe na mwezi pekee, hata siku ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo pia alizaliwa. Baada ya kifo chake, miujiza mingi ilitokea. Inasemekana kengele za makanisa makubwa ya Katoliki mjini Italia ziligongwa na malaika. Yaani hakukuwa na mtu yeyote aliyegonga kengele, ila zilisikika zikigongwa. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kupokelewa kwake mbinguni. Lakini watu wote waliokuwa na uhitaji, magonjwa na wenye kufikwa na roho za kipepo, basi wote waliondolewa udhaifu huo.
lakini lingine ni katika mwili wake ambalo licha ya mazishi yake kucheleweshwa kwa muda mrefu, mwili wake haukuharibika ila uliendelea kunawiri na kuonekana binti mzuri zaidi. Miujiza iliyotokea kipindi alipokuwa hai na kipindi alipofariki dunia inakuwa ni jumla ya miujiza 76 kutokea. Hakika tunaweza tukasema wala hakukosewa kuitwa mtakatifu. Yapata tarehe 26 Oktoba mwaka 1626, kamati ya Kanisa Katoliki ilipoenda Kashia kwa ajili ya maandalizi ya kutangazwa kuwa mtakatifu. Na baada ya kukamilisha taratibu zote zinazohitajika kwa ajili ya mtu kutangazwa kuwa mtakatifu, na tarehe 24 Mei mwaka 1900, Papa Leo wa 13 alimtangaza Mtakatifu Rita wa Kashia kuwa mtakatifu na mwombezi wa mambo yaliyoshindikana.